kwa kusafiwa. Tunasimama, nataka tuanze na wimbo ili tuweze kuomba, tufungue ili tuende teke because we are behind time. Please, kama hujapata kitu utatusamehea, tutakula baadaye hapo pengine because we are behind time. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo, je, neema yake umemwangiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Please praise and worship. Praise and worship mko wapi? Sio lazima wale wa hapa. Kama unajua ni praise and worship, wewe ni mwimbaji, come here. Kama ni mwimbaji kuja, ushike mic hapa. Number 8. Kuja my sister. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo, neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima mkombozi, kwa kuoshwa na damu ya kondoo, yako kwa kusulubiwa makasi, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima mkombozi, na kuoshwa na damu ya kondoo, yako kwa msulubi wa makasi, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa na damu kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Atakapokuja bwana harusi, uwe safi kwa damu ya kondoo, yafae kwenda mbinguni mavazi, yafuliwe kwa damu ya kondoo. Atakapokuja bwana harusi, uwe safi kwa damu ya kondoo, yafae kwenda mbinguni mavazi, yafuliwe kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu tutakakayo ya kondoo, siwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Yatupwe
yaliyo na takataka, na uoshe kwa damu ya kondoo. Huo ni kijito cha tiririka, na uoshe kwa damu ya kondoo. Kuosha kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe, mno umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuosha kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe, mno umeoshwa kwa damu ya kondoo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai, napenda kukuinua masaa ya mchana wa leo nikisema ni asante Bwana kwa sababu ya mkutano huu ambao umekutanika mahali hapa kwa ajili ya nia moja ya kukuabudu Bwana. Hatuna mambo mengine ambayo yametuleta mahali hapa Bwana. We have come here to worship you, Lord, to magnify and to glorify your name, King of glory, and to say that this far, Lord, you are Ebenezer, and we call you Father so that you may come and gather together with us here in the mighty name of Jesus. Yes, now we are going to begin. We lay our program, my Father, upon your hands. The Lord, you may be a director through the power of the mighty name of Lord Jesus Christ, and through the Holy Spirit, Father. May you guide us, King of glory, as we are going to begin. I pray, Father, for your power to come down, and for your grace, and for your Lord, King of glory, unity and love to accompany us, King of glory. Wacha Mungu tukaanze chini ya misingi yako, na nguvu zako zikatutawale Bwana. Hatujipendekezi Bwana, lakini Mungu wa Israeli, tukakupe ibada ya sifa Bwana. Tutakase, tusamehe. Asante kwa wale tumefika na wale ambao wako katika nchi barabara zao wakielekea katika ukumbi huu wako kuabudu. Tunawaombea neema na kimbali. Tunavunja nira zote za kila aina, mapepo na kazi ngiza sote tuweka chini ya nyayo zetu Bwana, ili tunapoenda kuanza kukuabudu mahali hapa, jina lako peke yako Bwana likainuliwe katika mlima huu. Asante Bwana Mfalme, tumia kila mmoja kwa nguvu zako na kwa uwezo wako Bwana. Praise and worship watumishi wako Bwana. Asante kwa maana utaenda kutenda. Kwa jina la Yesu Kristo, mtu mmoja aseme amen. 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 Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Somebody pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Inua mikono juu ya kichwa chako. Pigia Yesu makofi mazuri. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We are here only to worship God. We don't have any other business. Amen. Now I want you to put a very serious face. Vile unaona niko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vyombo zikuwe sawa, waimbaji wakuwe sawa. Unasikia hiyo? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ainuliwe mfalme. Amen. Wangapi tunajua tuko hapa kwa nini? Tuko hapa kusudi letu tu ni kumwabudu Mungu. Nataka usahau yale yote unaopitia. Sahau zile changamoto zote uko nazo. Jiconnect. Uamini ukitoka utatoka na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka moyo wako usiangalie hata jirani yako anafanya nini. Just connect yourself. Hallelujah. Amen. Tunaenda kumwabudu Bwana. Tunaenda kumuinua mahali hapa. Tunaenda kumtukuza. Tunaenda kuvua mapambo yetu. Tumtazamie yeye, maana yeye ni Jehova. Tumuinulie sauti zetu. Wacha maabudu jioni ya leo. Nataka uinue tu mikono yako. Worship is personal. Inua mikono yako, anza kumwabudu Bwana. Mwabudu Bwana kwa maneno yako. Mwabudu Bwana kwa kinywa chako. Muinue Yesu, mwambie jinsi alivyo mkuu. Muinue Yesu, mwambie jinsi anavyostahili. Mwambie Bwana, uliniumba nikuabudu. Ni kwa ajili yako niko hapa Daddy. Ni kwa ajili yako tumekusanyika hapa. Kusudi yetu tukuabudu wewe peke yako. Kusudi letu tukuinue wewe Jehova. Bwana, maana tumegundua
majeshi. Wacha tukaalike Roho wako Mtakatifu Bwana. Tunaungana na makerabu na maserafi Bwana, makerubi wazee 24 kuliinua jina lako Bwana, kuliinua jina lako, maana hakuna kama wewe, maana wakuabudiwa ni wewe, wakutukuzwa ni wewe, wakupewa sifa ni wewe, heshima zote ni zako Mwenyezi. Tunasongea miguuni kwako Bwana, tukinyenyekea Bwana na unyenyekevu mwingi Bwana, kukuabudu Bwana, kukuita Bwana. Tunakualika Yesu, tunakualika mahali hapa Bwana. Roho wako akatawale Bwana, kuanzia mwanzo hadi tamati Jehova. Kutana na moyo wa kila mmoja Jehova Bwana, wacha mabudu yetu yakawe kama manukato. Haleluya, tunakuinua Yesu, maana hatujaona mwingine mwenye nguvu kama wewe, hatujaona wa kuabudiwa kama wewe Bwana, hatujaona wa kuinuliwa kama wewe Yesu. Haleluya. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana. Inua mikono yako mwambie unastahili Yesu. Fungua kinywa chako mwambie unastahili Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana wa majeshi. Tunakuwa mapambo yetu tukuinua wewe Bwana, tulitukuze jina lako Bwana. Ni nani kama wewe? Rekata ya mabirosi ya nakata ya wewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Ni nani kama wewe? Sijaona kama wewe Bwana. Unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mfalme wa amani, unastahili kuabudiwa, Yesu mwema, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, twakuinua Yahweh, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Inua mikono yako mwambie Bwana unastahili. Unastahili kwa ibada hii Bwana. Unastahili. Unastahili simba kabila la Yuda. Bwana tunakuinua tukisema unastahili. Tunakuinua tukisema peke yako wewe ni mwema. Haleluya. Haleluya, wewe ni mwema Jehova Shama. Tunasema unastahili Jehova. Unastahili Mungu. Unastahili Yesu. Unastahili Baba. Unastahili Baba. Unastahili heshima. Unastahili heshima Yesu. Unastahili utukufu. Unastahili sifa.
tukiungana tukisema unastahili, tukishirikiana na jeshi la mbinguni tukisema unastahili Bwana. Unastahili Yesu, unastahili Bwana, unastahili Bwana. Ni nani kama wewe Yesu? Wewe ni zaidi ya ndipo, wewe ni zaidi ya ndipo Bwana, wewe ni zaidi ya vyeo, wewe ni zaidi ya vyeo Yesu, unastahili Yesu. Haleluya, haleluya. Wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya salama yetu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe ni sababu ya maisha yetu, wewe ni sababu ya salama yetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni zaidi ya mali zetu, wewe ni zaidi ya vyeo vyetu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wewe ni sababu ya watoto wetu, wewe ni sababu ya wake wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa. Yesu, tunakutukuza Bwana wa majeshi. Unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mfalme wa wafalme, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mungu mwenye uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ulinganishwi kamwe, unastahili Jehova, unastahili unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, wewe Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe
Ni wewe Bwana. Mungu wa Isaka. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Yesu. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Kwa ibada hii. Ni wewe Bwana. Kwa ibada hii. Ni wewe Bwana. Tunakuhitaji. Ni wewe Bwana. Tunakuabudu. Ni wewe Bwana. Yesu tunakuinua. Ni wewe Bwana. Rekataya la libosia. Ni wewe Bwana. Remakataya la libosia. Ni wewe Bwana. Riala makataya libo. Ni wewe Bwana. Sekelikataya la libosia nama. Ni wewe Bwana. Leketibosia na makataya. Ni wewe Bwana. Rebokataya na masekeribasia labo. Ni wewe Bwana. Rebokataya la libosia likataya labo. Ni wewe Bwana. Come on, worship the King of Kings. Ni wewe Bwana. Worship the Prince of Peace. He's here to meet you. He's here to meet with you. Come on, worship Jehovah. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Uliyekuwa kaunie utakayekuwa. Wewe Bwana. Ahadi zako hazivunjiki milele. Wewe Bwana. Ukiahidi utatenda lazima. Wewe Bwana. Unayetunza maagano. Wewe Bwana. Unayeponya Bwana. Wewe Bwana. Uliyenipa madeni yote. Wewe Bwana. Umejawa na huruma. Wewe Bwana. Kimbilio letu ni wewe. Wewe Bwana. Tegemeo letu ni wewe. Wewe Bwana. Tumaini letu ni wewe. Ni wewe Bwana. Unayetunza maagano. Wewe Bwana. Haubadiliki na majira Jehova. Wewe Bwana. Haubadiliki na majira yawe. Wewe Bwana. Watoto wako wanakulilia Yesu. Wewe Bwana. Kutana nao, jaza mioyo yao. Wewe Bwana. Kutana na mioyo zao Yesu. Wewe Bwana. Walio wagonjwa na waponye. Ni wewe Bwana. Waliobebeshwa mizigo wapumzishe. Wewe Bwana. Walio na moyo mzito wape amani. Wewe Bwana. Tengeneza ndoa zilimevunjika. Wewe Bwana. Fungua njia zilizofungwa. Wewe Bwana. Bwana, vunja kila laana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Yesu kwangu. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Yesu. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Yesu. Ni wewe Bwana. Hebu kufungua kinywa chako, mwambie ni wewe Bwana. Kwa huduma hii ni wewe. Siku ya leo ni wewe Bwana. Kwa ndoa yangu ni wewe Yesu. Kwa huduma yangu ni wewe. Kama sio wewe ningelikuwa wapi? Kama sio neema yako ningeitanishwa na nani? Sina cha kukulipa mimi Bwana. Ulinipenda kama sifai. Ulinipenda nikiwa mwenye dhambi. Kama ni mwanadamu angelisema sifai, lakini wewe umejawa na msamaha. Wewe umejawa na huruma. Wewe umejawa na huruma Yesu. I have all the reasons to worship you. I have all the reasons to lift you. I have all the reasons to say you are worthy. I have all the reasons to say you are mighty. I have all the reasons to say faithful. Yes. Yes, Lord. You are worthy, O Lord. We exalt you, Lord. Worship you, We give Father. you glory, Lord.
Hakuna we honor kama you. wewe. We lift you, Son None of the like you, living God. God. There is none like you, Father. We worship you. We worship your name. We exalt you, Lord. We honor you, Ni Lord. wewe Bwana. There is Mwenye none like nguvu na you. uwezo ni There wewe. is none like Mwenye you, Lord. mamlaka yote ni There is wewe. none like you, Father. Sitaona kama wewe. We give you praise. We give you worship. Give all the honor, Lord God. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Sitaona Thank you, kama Father. wewe mwenye nguvu namna hii. Sijaona kama wewe unaponya namna hii. Sijaona kama wewe unayetunza namna hii. Na nguvu kama hiyo Bwana. Sijaona kama wewe mwenye upendo namna hii. Hakuna kama wewe. Sijaona kama wewe unainua namna hii. Hakuna kama wewe. Sijaona hata tena. Jua Bwana. haleluya. Jua Bwana. Hata tena. Mwinulie Bwana mikono yako juu ya kichwa chako. Nena na Bwana usiku wa leo, mwambie ya kwamba najua utatenda. Yes. Hata ikichukua muda, mwambie Bwana najua itatenda. Worship you, Lord. Mwambie Bwana najua utatenda. Hata ikichukua muda, najua utatenda. Maandiko inasema ya kwamba yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, ni jambo gani asiloliweza? Yuko hapa usiku wa leo. Yuko hapa usiku wa leo. Ako tayari kutendea mtu kitu. Je, wewe uko tayari kiwango gani? Uko tayari kiwango gani kupokea muujiza wako? Maana usiku wa leo Bwana Yesu yuko tayari. Usiku wa leo Bwana Yesu yuko tayari. Usiku wa leo Bwana Yesu yuko tayari. Ako tayari kumtendea mtu kitu. Ako tayari kuponya mtu. Ako tayari kutenda jambo jipya katika maisha yako. Je, uko tayari kiwango gani? Inulia Bwana hiyo mikono yako iliyo takatifu juu ya kichwa chako. Nasema mwinulie Bwana mikono zaidi ya kichwa chako. Mwambie Bwana Yesu niko hapa. Mwambie Bwana Yesu niko tayari. Mwambie Bwana Yesu niko tayari. Unapotembea na kutenda mema usinipite. Thank you, Jesus. Imeandikwa ya kwamba na popote Yesu alienda alitenda mema. Usiku wa leo Bwana Yesu yuko hapa na ako tayari kutenda mwanadamu kitu chema. Tenda Bwana. Wewe uliyeteseka na magonjwa, jiandae maana usiku wa leo usiku wako. Wewe uliyepitia mambo magumu, nataka nikwambie, mwambie Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Fungua moyo wako, mwambie Yesu nitendee. Fungua moyo wako, mwambie Yesu niko tayari. Rekata ya labazaya, makota ya labashakata ya labazaya. Tunaacha na wewe Bwana, kama vile Ayala utembea kando ya mito ya maji, kama vile Ayala uyaonesha huku mito ya maji, hivyo ndivyo Bwana mioyo yetu inakutamani. Asante Bwana, asante Bwana. Imeandikwa ya kwamba Bwana, heri walio na kiu na njaa ya haki, maana watashibishwa. Bwana, usiku wa leo Bwana niko hapa, nitembelee. Usiku wa leo Bwana niko hapa, unitendee. Usiku wa leo nimekuja kukutana na wewe. Usiku wa leo nina njaa na kiu ya haki Bwana. Rekata ya labaza. Hallelujah. Amen.
Wapi shangwe na vigelegele za Yesu? Amen, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Ugeukie jirani yako, msalimie kwa jina la Yesu na umwambie karibu katika ibada ya jioni ya leo. Mwambie kae tayari, maana Bwana Yesu yuko hapa na anataka kutenda jambo jipya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mwambie mwenzako, nipe nafasi, nataka kumchezea Bwana. Amen. Napenda watu wanapenda kucheza. Juu mimi napenda kucheza. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Nasema ya kwamba kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati wako tayari kumsifu Bwana. Amen, 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 amen. Nataka tumsifu Bwana usiku wa leo katika jina la Yesu. Weka mikono yako juu ya kichwa chako. Nasema kila mtu mikono juu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu kwa Yesu. Wapi shangwe na vigelegele, vigelegele.
Yesu utatenda. Tukikaribisha mtumishi wa Mungu. Haleluya. Mungu ameketi katikati ya sifa. Tukiimba Mungu anashuka. Haleluya. Amen. Wangapi uko tayari kusema wanajua hiyo wimbo? Haleluya. When the presence goes, His glory comes down. Hallelujah. Amen.
Haya, nipe tu makofi pole pole tu. Haya, cheza tu pole pole tu kidogo tu. Bado. Kila mtu angalia mkono hapa tu. Hapa tu. Muda tu. Mungu katikati ya sifa. Ukiimba Mungu atashuka. Mungu anaketi katikati ya sifa. Ukiimba Mungu atashuka. Mungu katikati ya sifa. Ukiimba Mungu atashuka. Mungu anaketi katikati ya sifa. Ukiimba Mungu atashuka. Mungu anaketi katikati ya sifa. Sijasikia Mungu anashuka. Mungu anaketi katikati ya sifa. Mungu anashuka. Mungu anaketi katikati ya sifa. Mungu anashuka. Imba. Ukiimba Mungu atashuka. Imba. Ukiimba. Amen. Yes. Praise and worship niliwapea mpaka saa 10:30. Nimesimama hapa saa 10:30. Hallelujah. Amen. Nataka tukaribishe mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. By 6 nataka tukue tumemaliza everything. Amen. Amen. So the man of God, you know how you are going to coordinate, because after the word of God we are going to have final prayers. Na nataka kila kitu ndio nikipeana hii mic sasa kwanu mumendeni time. By 6 nataka tukue tumemaliza. I will give you enough time. That is 1.5 hours. Amen. Amen. Sini mzuri hiyo nikiwa nimepea mchungaji. Amen. Amen. Na maombi. Hallelujah. Amen. I want us to welcome the man of God. Amen. Nataka nikaribisha apostle aweze kukaribisha mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Neema Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema Masia, ni wa neema kubwa. Neema Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema Yesu, ni wa neema kubwa. Neema Yesu ni wa neema kubwa. Ni wa neema Baba.
wa neema kubwa. Wa neema Yesu ni wa neema kubwa. Amen. Tusimame hapo tu. Bwana asifiwe. Amen. Salimia jirani, mwambie Bwana anakupenda. Mwambie Yesu anakupenda sana. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu anakupenda mbaya sana. There is joy in the house of the Lord. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Before we bring the man of God, just 1 minute, allow me to bring our chairman of the vision, Pastor Boniface Mwanza. Tumpigie makofi mazuri. Amen. And Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Unaniona vizuri? Unaniona vizuri? Ndio. Situkae pande nyingine. Bwana asifiwe. Nyinyi mtakuja hapa. Mtakuja tu. Nataka tu dakika 2 ama 3 zikienda sana alafu tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Nani ako na furaha? Hali ninakimbia. Na wakati nilikuwa hapa kwa njia nikienda, kitu ingine ikaniambia watu wanarukaruka na huko. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka mahali nimekuwa nikawaambia kama inawezekana. Unajua coordinate vitu kwangu si kitu rahisi. Naifanyanga inakuwa gumu. Tukamaliza haraka bio sana. Nikawaambia saa hii nakimbia kwa sababu nilikuwa nataka kuruka. Nipate hiyo energy yenye nimeona ikiwa na wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume wanamrukia Mungu na hiyo ni jambo la maana. Bwana asifiwe. Kwa majina vile mmeelezwa na apostle, naitwa chairman. Sema chairman. Wewe tukikutana tu kwa barabara wewe sema chairman. Sema nini? Ukisema chairman tunapatana na mambo inakuwa sawa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Matangazo ambayo tunaleta katika explosion, najua munionangi kwa explosion. Nani amewahi niona kwa explosion? Nani amewahi niona? Yes, na kujanga na kabla wewe uingie nakuwa nimeenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo niko hapa. Hakuna kuenda dada Janet ili tukaweze kusonga vizuri. The next explosion itakuwa tarehe 21 June. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu najua nyinyi yote ni waombaji. Sasa saa hiyo imeingia already kwa anga ya maombi. Bwana asifiwe. Ombe sana. The next explosion will be on 21st of June this year. And it will be bigger and more bigger. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umesikia alikiitwa chairman wa vision, niko na vision ambayo kila mmoja wetu kama mchungaji ambaye hako Kajiado County, hako Nairobi County na hako Kenya mzima. Hiyo vision hiko kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na vision ambayo hiko ni vision ya kueneza injili peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni vision ya kumake sure kila mtu mahali alipo hapa Kenya na hata ng'ambo amefikiwa. Kwa sababu utakaposimama kwenye kiti cha hukumu utaulizwa, mchungaji, ulikuwa na nafasi mzuri ya kufikia mtu mwenye alikuwa uko Loika na hukufika, mtu alikuwa na uko Jerusalem haukufika, mtu alikuwa Mombasa na hukumfikia. Kwa nini? Utasema ni kwa nini? Utakosa jibu. Bwana asifiwe. Tuko na vision, ukiangalia pale kuna vision ambayo tunataka Mungu akitusaidia tukamate roli ya kuhubiri injili. Bwana Yesu asifiwe. Siupigie Yesu makofi. Hili mchungaji wewe
ukijihisi ya kwamba unataka pamoja na huduma ambao Mungu amekuitia Kitengela, unataka kunguza mtu ako Kajiado town, wewe unakuja tu unasema dereva amuka, chukua lori twende tukaumbili. Bwana Yesu asifiwe. Na saa nyingine tunafuatana wote kwa sababu tuko na magari. Sisi wote tunafuatana, tunaenda tunapeleka injili. Bwana Yesu asifiwe. Na ile vision ambayo tuko nayo, we just want to reach 1 million people. 1 million people. Watu milioni moja. Hawa watu milioni moja tunawafikia kwa njia gani? Kwani ni ngumu? Hawa watu milioni moja tunawafikia kwa shilingi ngapi? Shilingi 10 peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunafikia hawa watu milioni moja kwa shilingi 10 ili watusaidie mimi na wewe ambaye ni mhusika wa explosion tupate ile gari kwa sababu ya kueneza injili. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na wachungaji wametoka Machakos. Na wametoka Machakos watahitaji kuenda pande ya chini. Si ni kweli? Ile gari itakuwa inarahisisha kazi Pastor Ben. Itakurahisishia kazi Mombasa Road. Itarahisisha kazi mtu wako Kitui, mtu wako Mwingi, mtu wako Kisumu, mtu wako Garissa. Bwana Yesu asifiwe. So that is the vision we have. And we are launching that vision come date 12 July. Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 12 Julai. Najua kuna watu saa hii gari yao imeshageuka inaangalia barabara ya lami. Kwa mapenzi ya Mungu dakika moja. Hii barabara, hii vision tunataka kuilaunch tarehe 12 Julai. Mwezi wa 7. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya 7/7. Na hii siku ya kulaunch tutakuwa tunahitaji nini? Tunahitaji partners kushikana mkono ili tuilaunch. Ambia jirani siukue tu partner. Asante. Sasa tunaweza anza na watu wa Machakos wale gari inaguruma nje. Si ni kweli? Siukue tu partner, mama. Siukue tu partner. Unaweza ukakuwa partner. Partner tunaenda aje? Tuko na sequence ya partners. Kuna watu unasema badala ya kusema mimi natoa shilingi 500, hiyo hatusemi kwa sababu sisi tuna target watu. Si ni kweli? Tunasema ya kwamba mimi kama Boniface nina target kufikia watu wangapi? Watu 100. Hiyo tarehe 12. Sasa hiyo tarehe 12 mimi ninakuja kama na kadi yangu nikijua nakuja kufikia watu 100. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Tukienda hivyo kulingana na vile Mungu amekubariki. Kama amekubariki watu 200,000 kuja na wao. Si ni kweli? Kwa hivyo Apostle, under your direction, najua kuna watu ambao wanakimbia. Ningeomba kwa heshima zake Mwenyezi Mungu kwa sababu ni watumishi wa Mungu na wanajua kusimama na partnership. Si wakuja tu watuanzishie hii baraka. Alafu naomba kwa heshima Janet dada yetu chukua kalamu na karatasi. Chukua kalamu na karatasi. Ako wapi? James chukua kalamu na karatasi utusaidie hii partnership. Tunatafuta Margaret chukua kalamu na karatasi ututafutie tu partnership. Nataka kutafuta partnership. Mamu kwa mapenzi ya Mungu najua hiyo gari ni wewe inangoja. Si ni kweli? Si ni kweli? Naomba kwa heshima dada Janet shika hizi. Ni ya kukumbusha. Hii haijaandikwa kitu kingine apart from that vision. Bwana Yesu asifiwe. Haijaandikwa nini? Lakini ukifikia mtu sana tukianza na wale wanaondoka, unamfikia anakuambia mimi nitasimama na hao watu siku ya kulaunch. Anakupatia jina, nambari ya simu na watu ambao watasimama na wao. Si ni kweli? Na mambo itakuwa rahisi. Dada Janet tunafaa kuwa umeamuka. Anzia hapo katikati ukienda James anzia hapo ukienda kwa hao wachungaji, ukienda na unaweza anza hapa kuja Margaret. Inua tu mikono yako mwambie Bwana, I am here and I'm ready for you. In the name of Jesus. We bless you, Holy Spirit of God. We magnify your holy name. For you are wonderful God. You are worthy. We lift you above all. Lord, we decrease, the Lord you may decrease in our midst. Have your way in this place. Have your way, Holy Spirit of God. Thank you, Jesus. Take a stage, Lord. Have your way. I'm just a vessel, nothing more.
to see you glorified. Take a stage, Lord, have your way. I'm just a vessel, nothing more. And when please to glory, I'm satisfied just to see you glorified. Mwambie Bwana, ninataka wakati huu nikasikie sauti yako ndani ya moyo wangu. I want to hear you clearly. I want to have a word before I come out of this place. The word that will change my life. The word that will transform my mindset. In the name of Jesus. Fungua tu kinywa chako andika moja, mwambie Lord, I'm here. And I'm here just for you, Lord. I'm here just for you, King of glory. Be lifted on high, be exalted. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. We recognize you in this place. We declare that you are here and you have to do something new in our life once again. You cannot gather your people in vain. Lord, we are gathered here in your name, and our story will change in the name of Jesus Christ. Na kupenda, na kupenda, na kupenda Yesu, na kupenda, na kupenda, na kupenda Yesu. Sema na kupenda, na kupenda, na kupenda, na kupenda Yesu. Mwambie na kupenda, na kupenda, na kupenda, na kupenda, na kupenda Yesu. Jina lako lina uweza, jina lako yes. Sema jina, jina lako lina uweza, jina lako yes. Father, in the name of Jesus Christ, we give you praise, we give you honor, we give you all the glory. Asante kwa sababu kando yako hakuna mwingine. Ninakupenda Bwana kwa ajili ya wakati mzuri umetupatia. I know that you are ready to bless us. You are ready to change our story. We bless you and we honor you. In Jesus' name that we pray. Weka makofi yako pamoja kwa ajili ya Kristo. Amen. Na ningependa because of time, Bwana sana, because of time ningependa tuweze kufanya kitu so that tuweze kuwa aturuti nyuma. Ningependa uweze kuchukua sadaka yako tumwabudu Bwana in this service. Hallelujah. Amen. Just sadaka mzuri ambayo umekuja kumwabudu Bwana before tuingie kwa neno lake. Amen. Ningependa thank you. Ningependa tuweze
kutoa sadaka zetu. Chukua tu sadaka yako mzuri. Amen. Chukua tu sadaka mzuri. I want to give unto the Lord. Amen. Nataka tupate mahali pa kutoa sadaka. Oh, it's just here. We can bring our offering here. Because tunaweza tukachelewa, hatujui vile Roho Bwana atatufanyia. Those who want to give through M-Pesa, kuna till number here. Kama unataka kutoa kupitia kwa M-Pesa, kuna till number here 500-8013. Hiyo ni till number 500-8013. Amen. Let us give quickly. Let us give quickly. Let us give quickly. See what the Lord has done. See till number 580-13 500-8013. Amen. Mambi kuna mtu anjashika? Turute tena. Amen. 500-8013 500-8013. Amen. See what the Lord has done. Mara mbili tu mwimbaji moja. See what the Lord has done. What he waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. God bless you. Tupikie wimbaji wetu makao mazuri. Amen. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Amen. I'm really blessed again to be here. Bwana asifiwe sana. Amen. Nimebarikiwa sana kuwa mahali hapa jioni ya leo. Kuna mahali nilikuwa na nilikuwa nikimwamini Bwana nisichelewe, na Bwana ametusaidia, tumefika mapema. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Theophilus. Mimi ninahudumu kule Mombasa, na namshukuru Bwana kwa sababu ya kufika. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nikiwa hapa niko nyumbani. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi si mgeni hapa, nikiwa hapa niko nyumbani. Bwana asifiwe sana. And I'm happy to see our pastor here. Oh, God bless you. Amen. Nimefurahi sana kukuona na wachungaji wote ambao mko hapa. Bwana wabariki sana. Hallelujah. Asante sana mtume kwa ajili ya nafasi hii, kunipatia nafasi tena kuweza kuleta neno la Bwana. Bwana awabariki sana. Bwana watende mema. Amen. We were here the last time. Nilikuwa hapa wakati uliopita. We were talking about the triggers of revival. Kwa tunaongelea triggers of revival. Hallelujah. Amen. We were talking about the triggers of revival. Amen. Amen. So, and God blessed us so much. Mungu alitubariki sana. And I'm believing that today is going to bless us more. Na ninaamini leo atatubariki zaidi. Amen.
Amen. Sijui kama leo nitahubiri Kizungu. Wote kaka tu ukisikia anointing imeshuka. You continue. Bwana asifiwe sana. Asante. Because of time nitatumia Kiswahili. But neema ikishuka mtafsiri wangu uko tu karibu na microphone. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ni wangapi wanasikia mnabarikiwa na Bwana? Amen. Hallelujah. Bwana abariki sana. Mungu awatende mema. Nataka twende moja kwa moja kutoka kwa maandishi yetu ambayo ni thimu ya hii worship explosion, Psalms 50 verse 5. Psalms 50 verse 5. I think hii ndio theme ya mkutano wetu. Praise be to God. Hallelujah. Praise the Lord. It has been my prayer always, even when I go in some places to have fellowship with God. Wanga kitu kimoja tu ndio imekuwa my prayer, ya kwamba nikujue. Bwana azuzana. Kama kuna kitu ninataka ni kumjua Bwana. Amen. Praise the Lord. Kama kuna kitu tamanio la moyo wangu ninataka Bwana anifanyie, is that I may know him. Praise the Lord. Nataka nimjue na nimjue Bwana na nimjue Bwana asifiwe sana. Kama kuna kitu precious to me is to know God. Hallelujah. I'm telling you my brother and my sister, ukimjua Bwana, amen, ukimjua Bwana, hata kama ukusoma lakini umjue Bwana, amen, utaingia mahali wasomi wanaingianga. Bwana asifiwe sana. Wesi mjua Bwana na maisha yako yakae kuchanganikiwa. Praise be to God. Ninaomba na ni maombi yangu ya kwamba uwe na tamanio ya kwamba niweze kumjua Bwana. Sitaki kuwa Mkristo tu, no. Nataka kuwa mtu ambaye ninamjua Bwana. Hallelujah. Yani Mungu akiwa mbinguni anjifunie ya kwamba ako na mwana. Praise the Lord. Mungu atajifunia wakati utamjua. Amen. Mtu anisomee hapo Psalms 50 verse 5. Zaburi wa 50 verse 5. Gather my saints together to me, those who have made a covenant with me by sacrifice. Gather my saints together to me, those who have made a covenant with me by sacrifice. Mtu anisomea kwa Kiswahili? Hakuna msomaji? Amen. Kuna mtu hakuna? Yes. Wacha Mungu wangu waliofanya angano nami kwa dhambiu. Amen. Amen. Father, in the name of Jesus, we thank you for this moment. It is your moment. I ask your Holy Spirit to take over. I ask you that you are going to touch my tongue in the name of Jesus, that I am going to be a blessing to your people, and let your name be glorified. In Jesus' name that I pray. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwandishi wa Zaburi anasema, gather my saints together to me, those who have made a covenant with me by sacrifice. Hallelujah. Amen. Nikusanyeni wacha Mungu wangu, wacha Mungu wangu, nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya angano nami, waliofanya angano nami kwa dhambiu. Kwa dhambiu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka kuna kitu nataka tuelewe kabla sijaendelea. I want to lay a foundation. We have two covenants. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuko na maagano mangapi? Mawili. Tuko na angano ya kale na tuko na angano jipya. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Ni vizuri kuelewa huko katika
katika angano gani? Maana Mungu utembea na watu wake katika angano ambao ameweka na watu wake. Amen. Praise the Lord. Amen. Nataka ujue kwamba wewe hauko katika angano ya kale. Praise the Lord. Amen. Hauko katika siku za Musa. Praise be to God. Amen. We are in the New Testament, in the new covenant. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio angano ambayo tuko na. Maandiko nasema God must send together unto me those who have made a covenant with me. Bwana asifiwe sana. Amen. Now I want to bring you in the New Testament, because we are in the New Testament. Praise be to God. Amen. We are not in the Old Testament, mahali ambapo walikuwa wanaleta sacrifices, wanaleta dhabihu, wanaleta mbuzi, wanaleta kondoo, wanaingia katika angano na Mungu. Praise be to God. Amen. Hiyo ilikuwa ni angano ya kale. Amen. Na maandiko nasema ya kwamba angano ya kale ilikuwa ni kivuli cha mema yatakayokuja, ya kwamba ilikuwa inakuzungumzia kuhusu angano jipya. Praise the Lord. Amen. Nasema angano ya kale ilikuwa ni kibao kinazungumzia kuhusu angano ambayo inakuja, na ilikuwa ni kivuli. It was a type. Hallelujah. Amen. Na kila ambacho wapenda wa Old Testament walikuwa wanafanya katika kivuli. Bwana asifiwe sana. Amen. Bali Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya kuonekana kwa ufunguvu wa angano ya kale, ndipo pakapatikana nafasi ya kuleta angano jipya. Praise the Lord. Amen. Angano iliyombora, angano ambayo imekamilika. Praise be to God. Amen. Na unaposoma andiko, Biblia inasema Yesu alipokuja alisema, Father, I have come to do thy will. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So Jesus came to do Father's will. Bwana asifiwe sana. Amen. The Father's will ambayo haingeweza kutendeka in the Old Testament. Bwana asifiwe sana. Ingapokuwa walikuwa na mitaratara mingi na mambo mengi ambayo walikuwa nafanya so that they can reach out to God, but haikuweza kuwafikisha kwa Mungu. Praise be to God. Amen. Because since the beginning, it is not the man who was going to God, it was God kept coming down where man is. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema tangu mwanzo si mwanadamu alikuwa anaenda kwa Mungu, ni Mungu alikuwa anakuja mahali mwanadamu yuko. Bila nasema in the Garden of Eden, bila nasema katika masaa ya jioni Mungu alikuwa anashuka na anakuwa na ushirika na mwanadamu. Praise be to God. Amen. And in the New Testament bila nasema unabii ukatimia, na malaika akatumwa kwa Mary na akamwambia kwamba utamzaa mwana na utamuita jina lake Emmanuel, na tafsiri yake ni Mungu pamoja nasi. Hallelujah. Amen. God with us. Amen. Imekuwa mapenzi ya Mungu since the beginning. God wanted to be with man. Hallelujah. Amen. Na wakati man messed up, Mungu alikuwa tayari ameshafanya njia of how he can be with a man. He can live in a man. Amen. He can walk in a man. Hallelujah. Amen. So when we talk about Christianity, it is God walking in men. Amen. It is God having his dwelling place in men. Amen. That is Christianity. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa nasema nikusanyeni wacha Mungu wangu ambao wamefanya angano nami katika dhabihu. Praise be to God. Amen. Unajua wakati when we fell in the Garden of Eden, tukawa hatuna fellowship na Mungu, na kukawa there is no way mwanadamu anaweza kuwa na ushirika na Mungu. Ilimbidi God to become a man. Hallelujah. Amen. Mungu alifanyika nini? Mwanadamu. Kwa nini Mungu alifanyika mwanadamu? Mungu alifanyika mwanadamu so that he can make a covenant with man. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. So God Almighty became man so that he can end a covenant with man. Praise be to God. Amen. So wakati Mungu alifanyika mwanadamu, wakati neno lilipochukua mwili na ikafanyika mwanadamu, akaitwa Yesu. Hallelujah. Amen. Jesus is the God
Almighty that became man. Oh yes. I say Jesus is the God Almighty that became man, that took flesh and he walked among men. Hallelujah. Amen. They say, and the word became flesh. Amen. And we behold the glory. Oh yes. Hallelujah. Amen. The word became flesh. It is God took the form of a man. Then God the creator, Mungu aliumba mbingu na nchi, akachukua mwili akafanana na sisi, so that he can make a covenant with man. Kwa sababu we as man, we are weak, we can break that covenant. So that God himself became man and he made that covenant by himself. Hallelujah. Amen. He made that covenant by himself. Akafanya hiyo angano mwenyewe, because he has become a man. Hallelujah. Amen. Now akafanya hiyo angano. Now what God is asking you, anaposema nikusanyeni wenye haki wangu waliofanya angano nami katika dhabihu. Remember, it is God who became man. Hallelujah. Through Jesus Christ. God became man through Jesus Christ. I say hallelujah. Na wakati alipofanyika mwanadamu, he entered a covenant with God because he has become a man. That covenant is our covenant. Hallelujah. I say hallelujah. That covenant is our covenant. Ndio maana anasema kwamba nimekuja katika in the volume of the book it is written about me. Hallelujah. And I have come to do thy will. Maana dhabihu na sadaka ambazo zilikuwa zinatolewa, Yesu akasema kwamba hukupendezwa nazo, that is why I have come. Yani sadaka na dhabihu ambazo ndugu wale wakali in the Old Testament walikuwa natoa, anasema kwamba Mungu hukupendezwa nazo. Yesu alipokuja akasema I have come to do thy will, O God. Nimekuja kufanya mapenzi yako. Hallelujah. I say hallelujah. I say hallelujah. So Yesu akaja na kafanya angano, akaenda msalabani because of us. Now, because now he has made that covenant, kila Mungu anauliza that you just believe. Amen. I want to show you something in John chapter 6. Hallelujah. Amen. I think from there I can now begin to go in direction. Amen. Amen. John chapter 6. Mtu anisomea from verse 26. The Bible says, Kwa Kiswahili. Yesu akawajibu akasema, amini amini nawaambieni, ninyi mnanifuata si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Amen. Amen. Yesu anaambia watu mnanifuata, usikae. Unanifuata si kwa sababu uliona ishara, lakini kwa sababu mlikula mikate mkafanya nini? Mkashiba. Musikitendee kazi chakula chenye kuharibika. Musikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kindumucho, hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Basi wakamwambia, watu wakamwambia, tufanyeje ili tupate kutenda kazi za Mungu? Tufanyaje ili tuweze kutenda kazi za Mungu? Yesu akawajibu, akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, tumwamini yeye aliyetumwa, na yeye. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Kukatokea watu ambao walikuwa wanamtafuta Yesu,
lakini nia yao walikuwa wanamtafuta ni kwa sababu juzi waliona Yesu amefanya muujiza na wakakula mikate mingi. Haleluya. Wakasema mtu anafanya mikate lazima kila siku tumfuate. Ili tukikosa mkate tukienda kwa mkutano wake tutakula mikate. Lakini Yesu akatambua nia yao, akanjua mawazo yao, akawaambia msifanye kazi chakula ambacho kinaharibika, lakini kifanyeni kazi kila ambacho kisichoharibika, kinachodumu milele, ambacho ndicho mwana wa Adamu anapeana. Ama ndicho Yesu anapeana. Wakamuuliza swali, wakamuuliza Bwana, sasa tufanyaje? Unajua watu wanataka sana kufanya mambo. Bwana sana. Watu wanapenda sana kufanya mambo. Wakamuuliza Bwana, tufanye nini so that we can do the works of God? Tufanye nini ili tuweze kufanya kazi ya Mungu? Ninajua wengi ambao mko hapa uko na that desire, unataka kufanya kazi ya Mungu. Uko na that desire, unataka kumtumikia Mungu. Uko na that desire, unataka kuimba mpaka mataifa yasikie umeimba. Hallelujah. Wakati kwa Yesu akamwambia Bwana, tufanye nini ili tufanye kazi ya Mungu? Yesu akamjibu nini? Basi Yesu akajibu, akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu. Mumwamini yeye aliyetumwa na yeye. Hallelujah. Yani wewe ambaye unataka kumtumikia Mungu. Wewe ambaye unataka kufanya kazi ya Mungu. Wewe ambaye uko na desire ya kumtumikia Mungu. Uko na desire ya kumuishia Mungu. Unauliza sijui nitafanya nini. Ninataka nimpendeze Mungu. Ninataka maisha yangu yanguse Mungu. Yesu akaambia watu, hii ndio kazi ambayo mnapaswa kufanya, na kazi ya hii ni kumwamini yeye ambaye alitumwa na Mungu. Hallelujah. Nimekuja kuambia mtu katika revival, katika expression, you just need to believe God. Amen. I say you just need to believe God. Hauhitaji kufuata njia 7 za kumfikia Mungu. 7 series, 7 keys to reach out to God, to please God. No. I have come to tell you that you need to believe in God. You need to believe in Jesus Christ. That is enough. And that is what God is asking each and every one of us, just to believe. Unajua kitu moja nimejua, watu wapendi mambo marahisi. Kwa nini watu wanakataa wokovu? Maana wokovu ni rahisi sana. Just believing in the gospel. Jesus died, he was buried, he resurrected. When you believe, you are saved. Hivyo tu. Hakuna kuvuka siku 7. Just they don't want to believe the simplicity of the gospel. Amen. And that is why the men of God, they have come with complicated gospel. Injili ambayo iko kali. Amen. Yani iko na mavonge. Ara nikianda kupatia topic utadio njini mpaka nikusomee spelling. Kwa sababu ninaleta kitu ambacho ni kizito, hata kuelewa ni ngumu. No. Injili ni rahisi, ya kwamba hata kama hujasoma unaweza kuelewa. Hallelujah. Kama hujafika kwa shule unaweza kuelewa Mungu anasema nini, Mungu anataka ufanye nini. Mungu anakuuliza jioni ya leo that you believe on Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Tunataka kuona Mungu in worship expression. Oh, Pastor, what are we supposed to do? There's nothing we are supposed to do. Just believe God. When we believe God, we have done the work that God is expecting us to do. Just to believe. No complication. Amen. There's no complication. Gospel is simple. Gospel is not complicated. Amen. Mungu anataka nikusanyeni wenye haki wangu waliofanya angano nami. How have you made that covenant with God? Just
I believe you. Amen. Kuna kitu kingine. Umefanyaje agano na Mungu? Si wakati ulitoa dhabihu kanisani, si wakati ulipeleka mbuzi kanisani, si wakati ulitoa laki moja kanisani. When day you believed on Jesus Christ, then day you entered into this covenant. Amen. Hallelujah. Oh yes. That is the gospel. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu anasema nikusanyeni wenye haki wangu waliofanya agano na mimi kwa njia ya dhabihu. Sasa Mungu nataka nitoe dhabihu nkane ili kwamba niingiane katika agano wewe. No. Kuna dhabihu ambayo umetoa, because God became man, and when he became man, in time for the sake of a man. Amen. What you need to do is just to believe and accept that covenant. Amen. It will be fully working. Amen. Even without prayer and fasting. Amen. Even without giving. Amen. The covenant will begin to work in your life. Amen. Hallelujah. Amen. That is the bliss of the gospel. Amen. I say that is the bliss of the gospel. Amen. In the New Testament, what we need to do is just to believe. Amen. We believe what Jesus has done for us. Amen. We accept what God has done for us. Amen. We believe it. Yes. We begin to walk in it. Amen. Hallelujah. Amen. We receive it. Tunaipokea, tunaikumbatia, na tunaanza kutembea katika hiyo angano. Maana hii angano, when you believe in Jesus Christ. 1 John chapter 4 verse 15. 1 John 4:15. Mimi napenda Ukristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi napenda Ukristo maana hakuna complication. You just believe with your heart. Amen. You are accounted for righteousness. Amen. So 1 John 4:15. Kwa nini kitu hapo? Kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, kila akirie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu ukaa ndani yake, Mungu anakaa ndani yake, naye ndani ya Mungu, naye ndani ya Mungu. Hallelujah. Kila akirie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, oh yes, Mungu anakaa ndani yake, oh yes, na Mungu, na yeye anakaa wapi? Ndani ya Mungu. Sijui vile naweza ielezea. Yeye ambaye anakiri ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu anakaa ndani yake, naye anakaa ndani ya Mungu. Amen. Praise the Lord. The church haijakundua hii siri. That's why tunang'ang'ana. That's why tunaomba Mungu aliye mbali mbinguni. Mungu ambaye unaombanga ako ndani yako. Hallelujah. Auombangi Mungu aliye mbali mbinguni, kwa sababu wewe uko ndani ya mbingu na mbingu iko ndani yako. Wakati wakamuuliza Bwana, ni lini ufalme utakuja? Bwana akawaambia kwamba ufalme haukuji kwa njia ya kutazama, au utasema uko pale uko pale. Ufalme uko ndani yenu. Hallelujah. Nasema ufalme uko wapi? Ndani yenu. When I came here, the kingdom of God has come. Hallelujah. I came with the kingdom of God. Sikuja. That is why naambianga waimbaji, amutuimbii uwepo wa Mungu ushuke. Nilizaliwa katika uwepo wa Mungu. Hallelujah. Ninatembea katika uwepo wa Mungu. Ninalala katika uwepo wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So imbaji. Hallelujah. Uzaimba Mungu ashuka wapi? Ashuka katika Digati hawapi. Maandiko nasema is God who dwell in the praises, Amen, of his people. Amen. He does not come down when we praise him. Yes. He dwell in our praises. Amen. When we begin to praise God, that is where he lives. He does not come, no. He's coming from where? And he's in me.
Hallelujah. Anashuka akitokanga wapi na ako ndani yangu. Praise the Lord. When I worship him, I worship in me. Oh, yes. He is in me. Oh yes. I am in him. Oh yes. He's not coming down from heaven. Oh yes. No. Listen. Praise the Lord. Unajua sitaki nichamuke. No. Nataka kupata ufunuo kitu. Kuna kitu nataka. It's not about kuchamuka. Ni kupata ufunuo. Amen. Listen. Wakati shetani alitupwa hapa duniani. Oh, yes. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Go and read Revelation chapter number 12 from verse number 7. Utapata ya kwamba huyo jamaa alipotupwa hapa duniani, sisi tulipandishwa juu mbinguni. Hallelujah. I'm telling you the truth. Oh yes. Ephesians chapter 2 verse 6. Bible say we were raised together with Jesus, and we are meant to sit together with him in the heavenly places. Wakati jamaa alichuchwa chini kabisa, nilipandishwa juu kabisa. I am seated on a high place. Oh yes. Hallelujah. Aye. Praise the Lord. Amen. Ndio maana kama unatafutanga nianguke chini, unaharibu muda. Hakuna siku utanipata niko chini. Maana mali nimeketishwa permanently. Hallelujah. I am seated at the right hand of the Father in the heavenly places, far above principalities, yes. dominion, rulers. Oh. I am sitting far above. Aye. Praise the Lord. Amen. Not me. Every believer. Amen. Hata yule ambaye ako hapa na atokoka leo, hapo ndipo anasaliwa akiwa ameketi katika mkono wa Mungu Baba. That's the place that we have been born. That is our place. That is our position. Amen. Hallelujah. Amen. Haifungui. Amen. Hapo ndipo umesaliwa. Hiyo ndio nafasi yako. Hata kama unasikianga kuna mapepo na kufuata, ni vile huna ufunuo. Mahali umeketa hakuna pepo inaweza kufuata. Oh yes. Mahali umeketishwa, Biblia inasema tumeketi ndani ya Kristo Yesu, na tunajua mahali Kristo ameketi. Ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Oh yes. Hallelujah. And to be seated at the right hand of God means to be in a place of honor, in a place of authority, in a place of power. So God has placed you in a place of authority, in a place of honor. Mahali umeketishwa si mahali pa aibu, ni mahali pa heshima, ni mahali pa mamlaka, ni mahali pa utawala. Amen. Hallelujah. Usiwahi sema ati kuna mapepo yananifuata. Inakufuata wapi? Bible say our life are hid in Christ, in God. Wewe umefichwa ndani ya Kristo, ndani ya Mungu. Sasa kama mapepo yanakufuata na maanisha nafuata Yesu. Hakuna ugonjwa. Oh Jesus. Bwana sasa. You have been hid in Christ, in God. Umefichwa hapo. Hallelujah. Listen. When God opened my eyes to understand the gospel, niliacha kuhubiri injili zingine. Siambi watu njoo kwangu. Nimepakwa mafuta. Utaona vile Mungu atakutendea. No. I am just a signpost. When you come to me, I point you to Jesus. Ninakuonyesha Yesu. Because Jesus is the one to save you. Jesus is the one to deliver you. Hallelujah. Sikuonyesha how powerful I am. I'm talking about Jesus. Jesus himself. Amen. Ukifika kwa Yesu uhitaji any prophet. Ukiwa kwa Yesu uhitaji nabii. Utakuaje na Yesu alafu aende kutafuta Bwana kuna nabii mahali alitabirie? No. Ukiwa na Yesu it's because your eyes has not been opened to understand that you have been brought in. Amen. Umeingizwa ndani. Uko ndani. Listen. The moment you understand what happened the day that you got born again, that Jesus is the way. Now remember, Jesus is the only way. But when you come to Jesus, he also makes you the way. Because he gives you the word of reconciliation. That through you start bringing people to God. You become
unafanyia kuwa mtu wa kufuta watu. Yani unaleta wenye dhambi unawaleta kwa Mungu na washikanisha na Mungu. Because you have become the way. Jesus says, I am the light of the world. And Jesus told the disciple, you are the light of the world. So Jesus has meant you what he is. Amen. Bible says, as he is, so am I here on the earth. As he is. As he is. As he is. Not as he was. If he kama vile angesema as he was, that is powerful enough. Lakini vile anasema as he was, inasema as he is right now, after resurrection, after glorification. That's who I am. Hallelujah. I am just like him. You can't be like Jesus and you are crying that the demons are chasing you. Oh yes. Hai. Hallelujah. Kuanzia leo unapotoka hapa, anza kufukuza mapepo ambayo imekuwa na kufukuza. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Unapotoka hapa, anza kufukuza panya ambazo zinakuza na kufukuza kwa ndoto. Usikumbali kutoka kwa hiyo ndoto siku zinakufukuza. Leo kama usipute. Eto ni Mkristo unaamka asubuhi umechoka, panya zilikuwa zinakukimbiza mbio. No yeah. Bwana Yesu. Amen. Kuanzia leo usitoke kwa hiyo ndoto. Ungeuke na usifukuze. Amen. Hallelujah. Bible says, "Righteous and bound like lion." Amen. Righteous, they are bound like lion. Unaona ndovu yenye kubwa, ndovu ni mkubwa. Akiona simba anaanza kutafuta mahali pa kutoroka, maana anaona ndui. Lakini simba akiona ndovu anasema chakula ya wiki mzima. Hallelujah. Bwana Yesu. Anasemanga chakula ya wiki mzima. Unapoona changamoto sikulia, sema it is the time of my God to be glorified. Hallelujah. Sisemi ukiokoka utapitia changamoto. No. Bila sema count it all joy when you go through trials. Count it all joy. Why? Bible say we know all things work together for good for those all know their God. Those all love their God. All things plus whatever is doing, all things are working together for your good. Natangazia mtu hapa katika jina la Yesu, hiyo hali ambayo unapitia, it is working for your good. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu. Amen. Eti kuna hali ambayo imeshindikana, injashindikana. Nataka unapotoka hapo usimamie hali. Uiangalie. Na uiambie niangalie. Maana unaniangalia mara yako ya mwisho. Amen. Hallelujah. Unajua mbili moja alipatwa na kuara. Akara akitoka kwa choo, akifika kwa nyumba anasikia tena anaitwa kwa choo. Anakimbia mbio, anaenda kwa choo. Akitoka anaambiwa hapana rudi. Mara ya tatu akasema shetani, in the name of Jesus you go there. Hallelujah. Siendi tena kwa choo. Wewe enda up. Unahitaji kukasirika. Bwana Yesu. Amen. Yani mapepo haiseni kukutesa namna hiyo. Na wewe you are a child of God. Amen. You are born of God. Amen. God lives in you. And you live in God. Amen. Listen, when I speak, God has spoken. Amen. That is Christianity. When I speak, God has spoken. Amen. Last week nimekuwa Malini, nimekuwa Watamu. Nilikuwa Watamu nikapigwa simu na mama mmoja mke wa mchungaji. Bwana Yesu sana. Ambaye ananiamini. Najua kuna some people that believes in you. Bwana Yesu. Hata kwa kanisa basa. Kwa kanisa kuna washirika wako lakini wakupendi. Lakini wako tu. Lakini wakupendi. Bwana Yesu sana. Amen. Na kuna wengine wanakupenda kabisa. Kuna wengine wakisikia pasa hayuko watapika sherehe. Watakuwa na sherehe. Bwana Yesu. Amen. So huyu mama ananiamini sana. Alipata accident. Akanipigia simu ananiambia pasa nimepata accident na nimeumia mguu sana. Nimepelekwa hospitali, nimefungwa. Ninaomba ukuje. Nikamwambia siku karibu. Ananiambia ukifika ukuje kwangu. After 4 days nikaenda pale kwake. Nikapata ya kwamba aliumia hapa. Lakini anaona hapa. Amen. Amen. Hawezi simama, anasikia kuna kitu kimemshika. Hawezi simama, anatembea na mko. Unaitwaje?
Muti. Mkokote. Kokoto. Hiyo. Bwana sasa. Amen. Nikamuuliza, yani mahali aliumia panapona, lakini huko kukuumia una uchungu, anauma usiku na mchana. Praise the Lord. Amen. Nikamwambia, let us pray because all things are possible with God. Nikamwekelea mkono, nikamwambia hapo. Tukaomba a simple prayer. Akasema, pasa, nimesikia wakati umenigusa hapo, nimesikia ni kama kuna maji baridi nimemwakiwa pia. Na mama akaamuka mwenyewe. Hallelujah. Na akaanza kutembea. Hallelujah. Mwenyewe. Amen. Alikuwa hawezi kutembea. Is it because I'm powerful? No. Nilimfundisha Jesus. Praise the Lord. Amen. Nilimfundisha kuhusu Kristo. Nilikaa chini naye, sikukimbilia kumwombea. Nikaanza kumwambia how close and God is. Bwana sasa. Nikamwambia God is not far away. Amen. God is so close to you. Amen. Amen. And the power of God does not need us to do any gimmicks. No. We just need to believe and to accept. And when we believe, it is done. Amen. Bible says, whatever things you shall ask when you pray, believe that you have received and it shall be yours. Hallelujah. Amen. When do you receive? When we pray. Hallelujah. Amen. I declare that you receive your miracle right now. Amen. In the name of Jesus Christ. It doesn't matter what you are going through. Amen. I declare that the hand of God is not too short that it cannot touch you. Amen. I declare that the hand of God will come upon you right now. Amen. In that area of your life. Amen. That you need God to touch you. I declare that the power of God to heal. Amen. The power of God to raise. Amen. That power is where you are right now in the name of Jesus. Amen. Najua wapendwa, kuna venye tumehubiri Ukristo ni kama mpaka nifunga macho ikuwa mekundu, nifungue macho pasa imekuwa mekundu so that uweze kuamini. No. Bwana sana, hatuhitaji kufunga macho utoa machozi ndio unjue upako wa Mungu unafanya kazi. No. As you are looking to me, the power of God is working. Amen. As you are looking to me, amen, kuna vitu vinakatika. Amen. As you are looking to me, amen, kuna magonjwa yanakauka. Amen. As you are looking to me, amen, kuna vitu vinaondoka ambazo zilipandikwa na adui. Amen. You can't hear this message. The power of God, it is in the message. Yes. Hallelujah. Amen. It is not in the voice, the volume of voice. No, it is in the message. Amen. We transmit the power of God through His message. Amen. Hallelujah. Amen. Where the word of God goes, that is where the power is. The power of God is in His word. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. I want you to believe God this evening. Yes. For your miracle in this worship explosion. Amen. Kitu ambacho unasikia ni kama kimekutatiza. Amen. Amen. Hauhitaji kupika nduru sana. Hauhitaji kufunga macho. You need just to believe. Amen. That is enough. Amen. Just believe. Amen. The power of God works when we believe. Amen. Nguvu za Mungu zinafanya kazi when we believe. Amen. When you accept that God loves you, when you accept that God has done it, the power of God begin to flow. Amen. That's how you unlock the power of God. Amen. To begin to work in your life. Amen. Just by believing that He has moved in Christ Jesus. You need just to believe. Amen. Hallelujah. Amen. I want you to stand with your feet and believe God with me just for a minute before I hand over in the name of Jesus Christ. Amen. Oh, precious Holy Spirit. Zikatarabahanda makatazakabayanda. If I can get somebody ambaye anasema kuna kitu, Pastor, I'm believing God, kuna kitu kimenitesa, just hata kama ni mmoja, you are saying kuna kitu, you need God to touch you katika worship explosion. Yes. Just take a step of faith and come forward as I give out the microphone in the name of Jesus. Anaweza
anaweza, Bwana anaweza, hakuna kama wewe. Anaweza, anaweza, Bwana anaweza, hakuna kama wewe. Anaweza Bwana, Bwana anaweza, yes Lord, anaweza, Hakuna kama wewe. Anaweza, anaweza, we worship you, the Lord of Lords. hakuna kama and you are saying, Pastor, I need a miracle in this worship explosion. This is your opportunity. Just come in the name of Jesus. You are there, you are saying you need a miracle. Yes, Lord, we give you praise. Jesus, we give you praise. Nataka tuamini pamoja na wapendwa. That I'm going to touch our family. You are the Lion of the tribe of Judah. We worship you alone. You are worthy. Come on, raise your voice and say, we give. I command you in the name of Jesus. Loose the family. Every hand of the enemy in this family, I command it now. In Jesus' name, to be taken away. I rebuke you, demon. You demonic spirit. You oppressive spirit. Loose the family. Loose the family. In the name of Jesus Christ, I stand as a man of God, and I declare freedom of this family now.